Aliyeniambia hivyo afu nikacheka. Sijui unanielewa. Kama wao wanajua kwamba sisi tuko kwenye maandamano, wanajua kabisa hicho kitu. Sijui unanielewa. Kwa hiyo freedom anapenda haki. Huyu ni polisi ambao kuna polisi wengi ambao hawapendi mambo yanayofanyika. Ndio maana wanatufuata kwa siri, wanaongea na sisi. Kwa hiyo sio wote ni wabaya. Wamekuwa najisi kwa sababu ya ubaya ambao ulifanyika. Umeelewa? Na huo ndio ukweli. Alright. Freedom, karibu kaka. Kwa dakika 5, moderator mpe dakika. Asante sana. Nakushukuru sana kakaangu Nuluvaz pamoja na wadau wote ambao tumejumuika kwa pamoja katika jukwaa hili. Napenda kuwashukuru sana. Kwanza kabisa naanza kwa kusema Mo 29 tunatoka. Mo 29 lazima tutoke kwa sababu ya kuomboleza. Tunakwenda kuomboleza damu za ndugu zetu ambao waliuawa kikatili na serikali haramu ikawa imekalia mamlaka kwa mtutu wa bunduki. Kwa hiyo vyovyote vile lazima tutoke tukaomboleza, lakini haitakuwa maombolezo ya siku moja kwa sababu maandamano yetu tumesema ni amani, lakini tukumbuke mauaji yaliyofanyika Mo 29 hayakufanyika siku moja. Ndugu zetu wameuawa siku 4 kuelekea wiki. Tumekuwa katika mikiki, ni mauaji, damu zimetapakaa kila kona ya Tanganyika. Kwa hiyo tunatoka tukiwa tumejipanga kwa takuwa tuna mishumaa yetu. Vile itakavyokuwa tumeviazimia ndivyo vitakavyokuwa vitafanyika hivyo, lakini si maandamano ya siku moja. Maandamano yetu kuanzia tarehe 29 yatakwenda mpaka tarehe 5. Kwa sababu hatuwezi kurudi ndani hali ya kuwa ndugu zetu wameuawa karibu wiki nzima mfululizo. Lazima tutoke tukalikomboe hili taifa kwa amani kabisa. Lakini pia upande wa pili niseme huu ni wakati ambao kila sekta ambavyo tuliazimisha ile mwanzo katika kikao chetu cha mwanzo, tuhakikishe kuwa kila sekta inasimamia nafasi yake. Huu ni wakati wa mabango na vipeperushi vinatakiwa kuanza kutembea. Sambamba na miongoni mwa baadhi ya mataifa ambao tulisema kuna video zitaplay katika baadhi ya badmedas zilizopo katika miji mikuu. Nadhani huu ni wakati wake wa kuanza kupeperusha haya matangazo mapema dhidi ya mauaji ambayo yalitokea Tanganyika, ili mataifa yajue kwamba tumeuawa na bado Watanganyika tupo katika msiba mzito, na tarehe 29 ni tarehe husika ya kwenda kuadhimisha mauaji ya ndugu zetu waliouawa kikatili na huu utawala haramu ulioko madarakani. Mimi naamini wazi Watanganyika, hakuna Mtanganyika asiyejua kwamba Watanganyika tumeuawa. Tunajua. Kwa hiyo tunapasa kuonyesha ushirikiano wa hali ya juu kwa ajili ya kutoka. Tuonyeshe ushirikiano kwa sababu tunajua wazi hakuna ambaye hakuguswa na msiba wa ndugu zetu Mo 29. Kuna dada zetu wamepoteza waume zao. Kuna wamama wamebaki kuwa ni wajane majumbani. Kuna familia wamebaki kuwa ni yatima. Yote ni kwa sababu ya hii serikali haramu iliyoko madarakani. Wakati tunatangaza msiba usiku na mchana, wao wapo Kizimkazi Festival, wanapeperusha bendera yao, ni furu burudani, kukata viuno, wala tawana pressure juu ya Watanganyika. Kwa hiyo tunapasa kujua Tanganyika ni ya kwetu. Tupambane usiku na mchana kuhakikisha kuwa Tanganyika yetu tunakwenda kuikomboa. Tupo katika hali ya hatari kuliko kawaida ndugu zangu. Tumeuawa, tunajua. Na hakuna mtu ambaye leo hajui kama kwamba watu ambao tunazungumzia usiku na mchana ndio wale waliotuua Mo 29. Kwa sababu kila siku narudia kusema haiwezekani leo nimekaa hapa na kuja kupotea mimi, ninaambiwa nimetekwa na wasiojulikana, alafu dakika 2 baadaye simu inakuja, watu wanakuja kufuata pingu yao, na wanaofuata pingu wameniteka wasiojulikana, pingu inafuatwa na wahusika watumishi wa serikali walioko kwenye mamlaka ya juu. Hiyo ndo serikali inayotuongoza. Mwisho wa siku wewe mwenye haki unasimama kuonekana kuwa ni gaidi, unastahili kuishi magereza, alafu wauaji wao ndio wanaostahili kukaa Ikulu na kula viyoyozi, hawana tabu. Lazima tujiulize, tuwiwe na hili. Tunayo mateso mazito tunayapitia. Kuna ndugu zetu wamesoma, wana vyeti vyao mikononi, lakini leo wanateseka. Kwa lazima tupambane kuhakikisha tunaikomboa Tanganyika. Leo tizama huduma mahospitali. Tumenyang'anywa huduma zote za msingi.
lakini zote zimepelekwa Zanzibar. Leo wanahudumiwa bure, wanatibiwa bure, sisi tupo tunateseka. Lazima tuumie, tuguswe na hili. Moto 29 imefika, tutokeni kwa wingi kwa ajili ya ukombozi kulingana na mazingira na dakika nilizonazo. Naomba niachie maiki hii nimkabidhi mtu mwingine aendelee. Tutaendelea kuchangia baadaye pia. Kukundimu, karibu. Wakati tunamsikiliza anayefuata kuongea, tusisahau kutaptapu na kushare live. Kutaptapu ndio kunafanya live yetu iwe strong. Kwa hiyo tutaptapu huku tunasikiliza Watanganyika wenzangu na Watanzania kwa ujumla. Karibu sana Kukundimu. Mimi nianze kwa kusema hivi kwamba tunapoelekea Moto N9, naomba wote kwa pamoja tujitahidi kuandaa ratiba na tujue kwamba shughuli ni ya kwetu na kila mtu ajitahidi kushiriki bila kumtegemea mwingine. Yaani kila mtu ajue kwamba hii ni shughuli yake. Sio shughuli ya Nova, sio shughuli ya Miriam, sio shughuli ya Buda. Ni kila mtu kukicha, ikipita saa akaanza kukumbuka kuna Tanganyika, basi apate muda wa kupanga kuona kwamba je, hii shughuli tunaifanyaje. Ukiwa una sherehe lazima unajua tutaanza na utambulisho, tutaanza na sijui wageni rasmi, tutaanza sijui na chakula, tutaingia kukata keki, tutaingia zawadi, tutaaga, tutaondoka. Kwa hiyo lazima shughuli yetu tuwe tumejipanga kikamilifu, tuwe na mikakati inayoeleweka ili tuonekane kabisa tunajua ni kitu gani ambacho tunakitaka. Kwa kuwa maandamano yetu yatakuwa ni ya amani, tujitahidi sana. Kila aitwaye Mtanganyika, popote pale Mtanganyika unapotusikia, tunaomba andaa bango lako. Bango lako sio gharama ya kusema kwamba ni ya kutoa roho ama ni ya kununua figo. Unaweza ukanunua hata t-shirt yako wewe ukanunua na makapeni yako, tutaandika tukifika huko, tukiwa tumeshafika eneo la tukio. Andaa t-shirt yako, t-shirt unaweza T-shirt unaweza ukavaa 2, moja ya ndani ambayo haina kitu chochote na nyingine ukaongezea. Unapita unaondoka, tunaingia barabarani, alafu tutakutana huko mbele ya safari. Lakini pia kingine, Mtanganyika popote pale unaposikia hizi sauti zetu, lazima unatakiwa kutambua kwamba tunayoyapitia sasa hivi ni magumu. Tunayoyapitia ni magumu sana. Je, sisi tuko tayari kuikosa ile miili iliyoondolewa na hawa wadhalimu Moto N9? Wazazi ambao kabisa tuliingia leba ama mliingia leba mkazaa watoto wenu wakakuwa na mkiwa mnawakuza, mnategemea hao watoto pengine ndio watakuja kuwa tegemeo lenu, ndio watakuja kuwalinda nyinyi, ndio watakuja kuwajali nyinyi. Leo hii wamepotea, haujui hata ni nini ambacho kiliendelea, lakini unasikia hata walisagwa kwenye viwanda vya simenti, wengine waliyayushwa kwa gesi, wengine walizikwa kwenye makaburi ya halaiki, wengine walitupwa kwenye maziwa na kuliwa na mamba. Kama wewe ni mzazi, kama wewe ni mwanamke kabisa, unajua uchungu na una ubinadamu, kizazi chako kabla huko mbeleni akijaweza kuja kupatwa, kukaa kimya ni dhambi ambayo pengine ukaa kwako kimya, kesho na kesho kutwa kizazi chako kitakuja kupata matatizo. Alafu hawatanyanyuka watu wa kuzungumzia mtoto wako, hawatanyanyuka watu wa kutetea mtoto wako yaliyompata. Kumbe nini? Kisa ni kutokana na ulioyafanya huku nyuma ambayo wewe huyajui. Kwa hiyo lazima sote tutoke tupaze sauti, kwa sababu taifa ni la kwetu sote. Lakini tunatakiwa kutambua kwamba sasa hivi mauaji mengi yanaendelea ya ovyo. Tumeona vijana wa Arusha wameuawa bila kuwa na hatia. Sasa hivi taifa limekuwa ni la ajabu. Afu kibaya zaidi, matukio yanayotokea Mtanganyika, unatakiwa utambue kwamba hakuna mtu wa kukutetea, hayupo na hatokaa atokee. Kwa hata likitokea tatizo hakuna atakaye kutetea. Kwa kila mtu inabidi ajitahidi. Ni mabaya sana, hatuko tayari. Kitu kingine, tunapoelekea Moto N9, please naombeni kama inawezekana, tunatakiwa sasa hivi tuzingatie muda hata wa kutoka. Ndugu zangu Mtanganyika, hii shughuli ni kubwa sana. Unaenda kufanya mtihani wa kitaifa na ni mtihani mara moja tu, ambao mtihani wa taifa ukiufanya mpaka usubiri miaka mingapi kusoma tena kuja kufanya. Lakini tunakuja kutoka saa 7, tunakuja kutoka saa 8. Hapana,
ifike hatua tuwe serious na kitu ambacho tunakihitaji. So this time tujitahidi kutoka mapema, jambo tulifanye mapema, biashara mapema, mahesabu inakuwa ni baadaye. Sio kwamba tunaanza kutoka saa 8 tunaanza kutoka saa ngapi. Alafu huu muda sio wa kubembelezana ndugu yangu. Hii ni kwamba unatetea kizazi chako, unatetea wewe, familia yako, watoto wako utakaowazaa baadaye ama ambao tayari ushawazaa baadaye wasiweze kuishi kwenye adha kama hizi ambazo tunazipitia. Na kuhusu kuanzisha, nani ataanzisha? Imekuwa ni kauli ambayo tumekuwa tukiitumia sana. Hawakuwepo wa kuanzisha. Naombeni kila mtu sasa hivi ajiweke kwenye nafsi kwamba Kukundimu mimi ndo nasubiriwa kuanzisha. Sijui Bernard ndo nasubiriwa kuanzisha. Tutoe hizi sababu za kwamba hawakuwepo watu wa kuanzisha. Kila mtu ajiweke kwenye nafsi kwamba anahitajika kwenye hili taifa. Amini kwamba umeandikwa kuwa mkombozi wa hili taifa na sio mwingine. Na unaweza, jiwekee kifuani mwako, jiwekee akilini mwako kwamba kila mtu anaweza na tuweze kutoka kwa pamoja. Cha kumaliza kabisa, naombeni this time tusitoe nafasi katika marumbano ambayo hayana faida. Kama ya husiani na kukomboa taifa, tuwekane nayo kabisa mbele na kitu chetu kiwe ni kimoja tu, lengo letu liwe ni moja, kulikomboa taifa basi. Asanteni kwa hii nafasi. Umemaliza vizuri sana. Malumbano ambayo hayana maana, ambayo sio kwa ajili ya kukomboa taifa, ni kuyaachana nayo tu. Asante sana sister. Bernard, karibu kaka. Wanayemaliza kuongea kama anaweza kukaa chini. Kuna kina C6 pia wanataka kupanda, wako hapo juu. Watu wako chini hapo leo wote mtaongea. Tutakuwa tunaongea tunashuka, mwingine anapanda. Karibu sana. Tutatap tap. Tunasikiliza huku tunatap tap. Okay. Sawa, mimi nashukuru sana kwa kweli. Na kila sababu za kushukuru. Nimesikiliza maombi mazuri sana kwa watu walioomba. Kwa kweli Mungu apokee dua zetu hizi. Na kwa kweli mimi kitu ambacho nataka kusisitiza tu kwamba nawasisitiza Watanganyika wote kwamba tarehe 29 Oktoba 29 ni maandamano ya kila mtu. Mtu ambao unalalamika kwamba wewe umetaifishwa eneo lako, unalalamika kwamba umenyang'anywa, labda ardhi yako ilikuwa na madini, amekuja mwekezaji feki amechukua madini sijui na nini, ndio wakati huo wa moto 29 ndio tuungane kwa pamoja twende tukafikisha ujumbe wetu. Kwa hiyo ni kwamba siku ya kuungana maskini, siku ya kuungana walalahoi, siku ya kuungana watu ambao tusamini kwenye taifa hili ni siku ya moto 29 ndio tunaungana. Sasa wewe tutakushangaa endapo tunapoungana kufikisha sauti kwa pamoja, alafu wewe ukatupunguzia mwendo kwamba wewe ukakaa ukafungua duka lako, alafu sisi tunaungana. Ni maandamano ya amani, lakini yana wajibu ndani yake. Yana wajibu wa lazima, sio wa hiari. Yana wajibu make wote kilio chetu kimoja. Tunatofautiana tu kwamba vilio vyetu kwamba huyu kafiwa mtoto kwenye mbuga za wanyama, amepigwa na mapolisi, huyu kalipwa kodi, kaongezewa kodi, huyu kanyang'anywa ardhi, huyu kakimbizwa kule ardhi yake ilikuwa na madini. Tunatofautiana tu vilio, lakini haina ya mtu tunaomdai aheshimu vilio vyetu ni mmoja tu, ambao ndio serikali iliyojipa mamlaka haramu. Kwa hiyo sisi tunapoenda pale tunaifikisha ujumbe, ili maana tunapoenda wachache wanasema wanatoa wale machawa, wanasema ni wachache wasiomtaka. Kwa hiyo wengi wanamtaka, lakini tutakapokwenda wengi anaweza kuona kama yeye anavyosema kuona aibu, kwamba watu kwamba tuwazomea waone aibu, na yeye anaweza kaona aibu kwamba kumbe sipendwi na wengi. Sasa tutakapoandamana wachache, moja kwa moja machawa wanampelekea ripoti, wanamtia moyo kwamba unaona wanaokupinga tu ni hawa. Kwa hiyo wengi unaoona wajatoka. Kwa hiyo tunaonekana kama tunanafikiana sisi wenyewe Watanganyika. Kwa hiyo tuache unafiki na tuache ubinafsi, tutoke kwa pamoja. Wewe unaolilia chooni, wewe unaolilia chooni, wewe unaolilia chumbani, wewe unaoomboleza ukiwa umejificha, ndio wakati wa kutoka moja kwa moja. Tutoke kwa pamoja, tuungane kwa pamoja, tuungane kwa pamoja wote. Kwa hiyo siku hiyo ni ya kuungana kufikisha ujumbe wetu, na ni kwamba kinachotakiwa tu ni kwamba tuungane. Kwa mfano kama usilias ulioanza hapa kwamba usitume emoji za kunanii, kwamba tuwe na tahadhari hiyo.
Mambo kwa tunapiga nondo, kwa mfano tunapoanza harakati za kuhamasisha, unakuja kwamba nasikia mtu fulani katoweka, mtu fulani sijui nini. Hiyo tu tunafuatana DM, tunaambiana, maana unatutoa kwenye focus. Kwa hiyo tutakapokuwa tunaendelea, kama kuna jambo mfate Kundimu, mfate Mariam, DM bana, kuna mwenzetu mmoja hivi na hivi huko, alafu baadaye ndo tunaiangalia hoja ni ya kuongelewa pamoja au haina uhakika. Tukipata uhakika ndo tusio naleta tu kwamba jamani na taarifa sijui nini, alafu baadaye unatutoa. Twende kwa pamoja, tuwe na focus moja. Tuanzishe, ni sisi wenyewe jukumu letu kuanzisha, na haya ni maandamano ya amani ambayo tutakuwa na mishumaa, tutakuwa tumeshikilia mishumaa, hote tutatoka, walemavu, watoto yatima, nani, hote tunatoka. Na tupromote jukumu la vipeperushi na kila mtu. Vipeperushi tumesema vyovyote, vidogo vikubwa, vya kubandika, vya kuweka, vya unawala yako, unataka kumpa namba ya simu, pale mwishoni weka business card, mwambie maandamano moto 29, alafu pale unaweka namba zako, mtatongozana, lakini huku umefikisha ujumbe. Kwa tufanye kwa jitihada. Yani tufanye kwa jitihada kila mmoja. Vijijini, tunataka vijijini mtoke huko mliko. Nyewe mnauziwa mbolea kwa bei ya ghali, mnafanya nini, mnalalamika kwamba mazao yenu yana wakati mwingine anakatiliwa, kwamba mbuga za wanyama mara ni wanyama, wakati hakuna wanyama, mnafyekewa mazao, ndio wakati huo. Kwa hiyo wa vijijini wapelekewe vipeperushi na kila mmoja, yani ni jukumu la kila mmoja Mtanganyika. Kwa hiyo jamani, tumepata fursa hii ni adimu, ambao ni kwamba hii fursa kwanza tuni damu za ndugu zetu tayari zimeshakuwa ndio madhabahu. Yani tuna madhabahu ya damu ya ndugu zetu, ambao sisi tukienda pale ile madhabahu inaitika. Maana damu za ndugu zetu zilifanyika madhabahu ya ushindi. Kwa hiyo tunapoenda kuziamsha siku hiyo, ina maana kwenye akili ya kila mmoja itafiri kitu kwamba kilitokea. Maana umoja wa taifa unajua kilichotokea nini. Kwa hiyo ile madhabahu tunaenda kuichochea tena, iamke, damu zile zisirare, zisinyamaze, ile madhabahu ikawe hai. Kwa hiyo tunaenda kuifanya siku hiyo. Asante sana, nashukuru sana wadau, barikiwe sana. Nitashuka hapo, wengine pia wapande watoe maoni yao. Tunashukuru sana, nashukuru sana. Jamani, kuna muda fulani nilisahau kuweka dakika kwa Bernard, nafikiri ametendea haki. Naomba moderators, nikisahau kuweka dakika, unamwekea mtu dakika, kwa sababu moderators unaweza kuweka dakika pia juu ya mtu. Unambonyeza tu hapo chap. Alafu Advocate Maria, mbona huja request? Sawa jamani, haya Advocate Maria tafadhali request kama wapenda haki. Mimi napenda kusema kwamba tunarudi barabarani kwa sababu bado majibu yetu hatujayapata. Tunarudi barabarani kujua ndugu zetu waliofariki Moi 29 wako wapi. Tunarudi barabarani kujua wale waliohusika kuwaua ndugu zetu wamechukuliwa hatua gani. Tunarudi barabarani kujua uchaguzi ulifanyika lini katika taifa la Tanzania. Tunarudi barabarani kudai katiba mpya. Tunarudi barabarani, tunataka tume huru ya uchaguzi. Asanteni. Nina haraka kidogo. Asante sana Kigali, asante sana. Kwa hiyo wengine tuna tap kama huko chini unataka kupanda, usisahau kurequest. Auntie G, karibu sana Auntie G. Asante sana Kigali, ubarikiwa unapokwenda. Mmesikia jamani, tunarudi barabarani tarehe 29 kudai vinavyostahili. Asante sana. Karibu Auntie G, tuna tap dakika 5 za Auntie G. Asante sana, asanteni wanaharakati, poleni kwa harakati na tujipongeze kwa sababu sio rahisi na si kitu kidogo kwa muda ambao tumetumia kupambana hizi harakati kuanzia Mo 29/25 mpaka leo hii tunakwenda kutimiza mwaka. Si rahisi. Wengi sana wamebaki njiani. Yaani wengi wameishia njiani. Baada ya kuona kwamba tunakwenda kufeli,
walihisi kwamba tunakwenda kufedi, lakini haki siku zote huwa inasimama. Sasa tunarudi tena barabarani kwenda kudai haki za waliouawa wenzetu. Ile damu bado inatudai, damu bado inatulilia. Ardhi ya Tanganyika imemwaga damu. Mimi sasa hivi naongea Tanganyika, sisemi Tanzania, naongea Tanganyika. Ardhi ya Tanganyika imemwaga damu, na katika kumwaga damu bado ile damu ya wenzetu inatulilia, kwa sababu wakati tunakwenda kwenye kutoka, kila mmoja alikuwa anasema kwamba nikifa kanyaga mwili wangu, endelea na mapambano. Hamaanishi ukanyage tu alafu ukauzike, hapana. Kukanyaga mwili wake kuendelea na mapambano ndio kama hivi, sio unaishia njiani. Mpaka tuone hatima ya Tanganyika. Tumepata haki, tumepata uhuru wa Tanganyika wa kikweli kweli, kwa sababu Tanganyika haiko huru. Tanzania ndio tunajua, lakini Tanganyika mpaka sasa hivi haiko huru. Viongozi wanajiweka madarakani kwa mitutu ya bunduki. Tunahitaji serikali halali iliyochaguliwa na wananchi, na tunahitaji mahakama huru, tunahitaji haki ya kila mmoja wetu ya kuishi, tunahitaji haki ya kila mmoja wetu ya kumiliki ardhi. Sio mtu umekaa sehemu miaka 30, mtu anakuja kukuhamisha, anawekwa muhamiaji wa kutoka nchi za mbali. Hiyo si haki. Tunahitaji haki zote za watu wetu waliokufa. Mo 29/25. Yangu ni hayo, sina mengi, ila kikubwa naomba kusisitiza umoja, ya kuwa wamoja. Hilo ndio la kwangu, asanteni. Asante sana Aunty G, Mungu akubariki. Kwa kweli inasikitisha sana, inasikitisha kwa sababu ndugu zetu waliopoteza maisha tarehe 29 ya mwezi wa 10 2025, damu zao bado zinadai na hatujawatendea haki. Walisema mimi nimeanguka, wewe endelea ukatufanye kilichotufanya sisi tukamwaga damu, lazima tukikamilishe. Wasifikiri kwamba tumezima, yani ndio sasa tumewasha zote. Kwa hiyo anayefuata tafadhali fungua maiki, tuna tap tap. Sijui ni mimi au sijaelewa vizuri. Si ni mimi ndo natakiwa kuongea, sijui. Habiba nafikiri Winon. Habiba upo karibu? Ukitoka Habiba atakuja Winon, unataka kaa kwa kutulia. Habiba karibu, na tap tap. Asante, lakini pengine yuko na haraka ama? Winon yupo tu. Eti Winon una haraka leo? Okay. Itapendeza kama nitaruhusiwa sasa hivi ili nikimbizane hapa. Sawa, basi karibu sana Winon. Habiba kakupa ruksa, nilijua bado upo sana, tuko naye kwenye kutaptapu. Si unajua wewe ni kiranja wa kutaptapu. Sasa unataka kutukimbia wapi leo? Lazima urudi. Kiranja wenu leo Jumamosi ndio siku ya kupiga. Sawa bro. Endelea, maiki iko wazi kwako. Yes, kiranja wenu leo ni siku ya Jumamosi ndio siku ya kupiga mkwanja. Si unajua? Mafekeche lazima yatafutwe. Jamani, mimi nimependa jinsi nimependa mwanzo huu wa ufunguzi wa tarehe 29 jinsi ulivyofanyika. Kwanza tumezungumzia kwamba haya maandamano ni endelevu. Sio kama kuna jipya. Maandamano haya ni endelevu na yataendelea kuwa hivi mpaka hawa watu wameondoka. Tumeonewa for far too long. Itoshe kusema sasa huu ndo wakati wetu sasa. Huu ndo wakati wetu wa kutoka na kuonyesha hisia zetu. Hakuna namna nyingine. Hawa watu wametufelisha pakubwa mno. Hawa watu hawafai hata kidogo. Hata wimbo wa taifa wanashindwa kuheshimu hawa watu hawa. Wimbo wa taifa wenyewe wanashindwa kuheshimu. Kuna kipengele kinasema hekima, umoja na amani. Hekima iko wapi? Hebu nitajieni mtu mmoja mwenye hekima pale juu. Hakuna. Haya, umoja wao uko wapi? Umoja wao uko wapi? Umoja wao haupo. Haupo umoja. Haupo umoja hata kidogo. Haupo umoja kwa maana gani? Wao wanaishi maisha mazuri, sisi tunaishi maisha ovyo. Umoja wao haupo. Amani. Haya, amani utaizungumziaje? Kilichofanyika tarehe 29 na muendelezo unaoendelea mpaka sasa hivi ni kipi? Vijana wamekosea njia, walikuwa wanaelekea na kuelekea, badala yake wameuawa. Amani iko wapi? Amani iko wapi? Na hatubiri amani hapa. Tunahitaji haki. Tunahitaji haki, hatutaji kitu kikubwa. Unamchukua mtu, kwanza huyo mtu umempiga risasi. Mungu akasema hapana, hamwezi kumuua kirahisi namna hii yani. Haipo hiyo, hamwezi kumuua kirahisi namna hiyo. Mungu akamuokoa. Lakini bado mnaona kwamba
Hii haitoshi. Mmemweka ndani. Mwaka unaenda wa pili huu. Hamuona hata aibu. Waliobajuzi amewambia, anaambia jamani, hivi vitu vingine havihitaji eti sheria, havihitaji nini. Mtoe huyo mtu. Hana makosa. Ana makosa gani mpaka unamweka ndani? Mimi jamani sitazungumzia habari za tarehe 29 kilichotokea, kwa sababu tarehe 29 ule ulikuwa ni mwendelezo tu wa maovu wanatufanyia watu. Ule ulikuwa ni mwendelezo wa maovu wanatufanyia watu. Wanatufanyia mambo makubwa mno ambayo hafai hata na wala hata stahili katika jamii yote ya watu wastaarabu. Ustaarabu umeenda wapi? Eti hekima, umoja na amani. Where are they? Hakuna umoja na amani hata kimoja. Please, Watanzania kitu ambacho naweza kuambia vijana Gen Z, mtusamee sisi tulikuwa watu wazima, tutakiwa tuyafanya kabla yenu nyinyi. Lakini tunashukuru kwamba tumezaa vizazi ambavyo ni jasiri. Leo hii mnatoka na mnasimamia nchi yenu. Keep it up, don't stop. Keep it up, don't stop. Don't stop, stay focused. Tunazungumzia maandamano ya amani na tutatoka na tutakuwepo siku hiyo. Huu ni mwendelezo. Hatutasimama, hatutaacha na wala hatutamuonea mtu yote huruma katika hilo. Sisi tunachotaka tubakie sisi tu. Watanganyika sisi hatuna sehemu. Nimezungumza mara nyingi sana. Nitaendelea kuzungumza tena na tena. Watanganyika ni yatima. Watanganyika ni yatima kwa maana gani? Wao wana baba ambaye ni rais sasa hivi yuko Zanzibar, afu wana mama tena huku Tanganyika. Sisi tumebaki wenyewe. Na hata wajomba wenyewe hata watujali. Wajomba zetu hawatujali hata kidogo. Akina Kikwete ndo ambao wajomba hao. Wametufanyia nini? Watu na kama sisi vipi? Unaona? Kwa hiyo tunachozungumzia mimi ni kwamba huu mwendelezo lazima uendelee na watu simame. Let's stay firm. Hakuna haja kustop. Tuendelee kuwa hivi ilivyo. Gen Z endeleeni. Wazazi wenu tuko nyuma yenu, kaka zenu tuko nyuma yenu. Asanteni sana. Asante sana Kiranja wa kutaptapu. Asante sana Kiranja, najua leo ni siku ya Jumamosi, kazi show. Jamani tunataptapu leo, nataka tufike, yani mpaka sasa hivi hatujafika 250. Tutaptapu. Anti nani Habiba karibu. Wengine tunaendelea kutaptapu kama kawaida. Habiba karibu. Asante kwa kunipatia nafasi. Nilitamani kuomba lakini muda ushaisha. Okay, ngoja nitaenda. Changamoto iko wapi mtaani? Tuliweza kuchambua tukayaona baadhi ambao mlikuwepo mlichangia, lakini tukaona pia vitu gani sasa tuvifanye ili tuweze pengine kupata matokeo chanya kwenda nayo Moi 29. Ushaona. Kwa kuna baadhi ya vitu ambavyo tuliorozesha kwa pamoja vya kwenda navyo mikakati, baadhi ya mikakati tuliweka, na kuna makundi pia ambayo tuliweza kugawanya makundi, tukapata kwa makundi 9 ambao kila mmoja ambaye uko hapa utakuwa kwenye hayo makundi. Nini cha kufanya ni wewe kujijua upo katika nafasi gani. Ni nini cha kufanya ni wewe kujua wewe unatakiwa uwe sehemu gani. Tutapiga nondo, lakini baada ya nondo nini kinaendelea huku chini? Tuna vitu vingi sana, lakini ningetamani baadaye labda tukimaliza kila mtu kuchangia, tukae sasa kwa pamoja hapa tuone tunaenda nao vipi hiyo mikakati ambayo tumejiwekea, na wengine mmesema inafaa na wengine kama hujaisikia utaisikia, na tutaona tunaamka vipi. Tunatakiwa tuwe na mwamko mkubwa sana sasa hivi. Hatutakiwi kupoa. Uso muda wa kukaa kusubiria. Kwanza live sasa hivi ni changamoto kupatikana. Yaani tumekuwa kama tumelalala. Hatutakiwi kulala tunavyoelekea Moi 29. Kwa sababu Moi 29 hatutakiwi kubahatisha. Tunatakiwa kujiwekea mikakati ambayo tunajua hii mikakati ni lazima tunaenda kutoboa. Nchi yetu haiko salama. Mimi na wewe hatuko salama. Wewe UVCCM hauko salama ndugu yangu. Wewe Mzanzibar unayejiita Mzanzibar hauko salama. Kwa hiyo ni lazima tuungane kwa pamoja. Kwa hiyo kama baadaye tutakuwa na nafasi ya kuweza kuichambua hii mikakati ambayo tumeiona ama tumeijadili kwa pamoja, tutaijadili afu tutaona kama tunaenda nayo vipi. Na wewe ambao utabahatika kuwa kwenye hilo kundi ama kuwa kwenye hiyo sehemu, basi unatakiwa kufanya kazi yako ama kutimiza wajibu wako vile inavyotakiwa, ili tuweze kupata hatua nyingine ambayo itatupelekea kupata matokeo mazuri Moi 29. Kwa hiyo jamani, mimi
naomba tu niishie hapo, sina mengi ya kuongea, nitasubiri wakati mwingine ukifika, kama tutakuwa tunakubaliana kwa pamoja, basi nitasubiri tujaribu kuona kwamba hii Mo 29 tunaenda nao vipi. Tunatakiwa tuwashe moto kuliko vile wanavyozani. Tunatakiwa tubadilike. Gen Z tumepoteza ile nguvu yetu. Tulikuwa ni watu wa kuogopewa. Tulikuwa ni watu wa ukitaja tu Gen Z mtu anajingata. Sasa hivi ukitaja Gen Z anaona tu ni mtu tu. Kwa hiyo jamani, na waombeni turudishe nguvu yetu, lakini pia Mwenyezi Mungu tumshirikishe sana kwa wingi kama ambavyo leo tumeanza. Naomba niishie hapo. Asante sana kwa kunipatia nafasi. Nitasubiri tena wakati mwingine kama tutarudi kujadili ni namna gani tunasonga. Asante sana. Asante sana Habiba ya Habiba. Bwana nani mbone unapanda Ismaili, tafadhali ukipanda zima maiki yako. Stefan anafuata alafu C6 au anafuata TZ. Stefan karibu sana. Kwanza Watanganyika naona leo mmepooza sana hapa chini. Damu mbone visukari viko juu. Jamani changamkeni, tutafika tu, msiwe na majonzi kwenye moyo, msiwe na majonzi. Uhuru hauji masiara. Angalieni wenzetu huko Nepal, Madagascar na kwingine kote. Kwa hiyo usibeba ujasiri kwenye moyo wako. Beba ujasiri kwenye moyo wako, ondoa hofu. Stefan fungua maiki, karibu sana, dakika 5 za kwako Steph. Dakika 5 za Stefa pale, karibu Stefa. Asante sana Miriam. Kusema kweli mimi kuongea sijui na siwezi kuwapangilia maneno, lakini naunga mkono juhudi zenu. Sio kwamba Wazanzibari wote wanachukia hizo harakati zenu. Tuko Wazanzibari wengi, yani kuliko mnavyofikiria. Tuna support harakati zenu kwa sababu nina imani endapo Tanganyika itapata uhuru wake, basi na sisi Wazanzibari tutapata huo uhuru ambao kwa tumeutafuta kwa miaka mingi. Kwa hiyo tunaunga mkono juhudi hizi, na kama Mungu akitujalia uhai na uzima, basi tuko baadhi tutakuja kushiriki hayo maandamano ambao kwa tupo huku kisiwani na wengine ambao kwa huko. Tunapenda sana juhudi zenu na tutashirikiana katika hili inshallah. Ila naomba kitu kimoja, kuna muda zinazungumzwa kauli hivi za ubaguzi zinaniuma kiasi fulani. Hivyo yani. Asante sana. Pole sana Stefani kwa maumivu unayopitia, kwa sababu kuna baadhi ya ndugu zetu wa huko Zanzibari wanazungumza kauli sio nzuri. Binadamu hatulingani, lakini sisi tunafahamu kwamba hata na Wazanzibari wengi wamepitia haya madhira. Tena wao walianza kupitia haya madhira kabla hata ya Watanganyika, kwa sababu kule ndo CCM haijawahi kukubalika, hasa huko visiwa vya Pemba. Kwa hiyo sisi tunakubali kabisa unayoyasema na tunaungana kwa pamoja, kwa sababu kila mtu anataka aishi katika nchi yake anavyotaka. Wakitaka Zanzibari iwe kama Japani, twende kazi. Wakitaka waishi Zanzibari iwe kama Dubai, ni wao tu. Ili mradi sasa hivi tuungane, tumtoe adui yetu mmoja ambaye ni CCM. Asante sana Stephen. Jamani, anayefuata hapo ni nani? Afungue mic. Kuna mtu anaitwa Bachu. Mlimshusha kwani alipanda wewe? Sometimes Nuru amna mtu anashusha, nafikiri ni mtandao sometimes. Hata nani C6 mimi nimempandisha mara 2, akipanda anashuka, akipanda anashuka. Nafikiri ni network ya. Naona analalamika hapo je, mara sijui. Kwani hapa ni Watanganyika tu no. Usilalamike sana. Basi amna mtu anayekushusha ndugu yangu, nafikiri ni mtandao. Nimekupa mfano C6. Stefano ni Mzanzibari mwenyewe kapanda mara 2 kashuka, ni mtandao. Okay, tuendelee. Sawa kabisa. Anayefuata ni TZ, mwenye bendera ya TZ. Karibu TZ. Alafu anakuja C6. Karibu TZ. Okay, asante sana Damiriam, asante sana. Na mimi napenda kuwapongeza nyote, tunafanya kazi nzuri sana, na pia niende moja kwa moja katika hiki kitu ambacho kimetuleta hapa. Tumekusanyika hapa kwa sababu ya Tanganyika yetu.
na tumeleta kwenu ndugu zangu tarehe 29 mwezi wa 10 ni kwa ajili ya maandamano ya amani ndani ya Tanganyika. Tunaenda kutaka Tanganyika yetu mpya, na pia tunaenda kudai haki za wenzetu waliotangulia mwaka jana. Tunaenda kutaka haki ya wenzetu. Tunaenda kuomba Tanganyika mpya, na tunatoka kwa amani. Ndugu zangu, tutokeni kwa amani tarehe 29. Moi 29 tunapaswa kutoka wote barabarani kwa ajili ya kudai haki za wenzetu, kuomboleza wenzetu na kutaka katiba mpya ndani ya Tanganyika yetu. Na kitu kingine, sasa hivi ndugu zangu, tuko hapa kwa ajili ya hiki kitu. Tunaomba kuanzia kesho wote, wanaharakati wote, wapenda haki wote, tupromote hiki kitu kwa nguvu zote, ili mpaka watu walioko uko mabondeni huko, Watanganyika wote wajue kama Moi 29 tunatoka barabarani. Na hii Moi 29 si yetu tu, ni ya Tanganyika nzima. Ni ya Tanganyika nzima, kwa sababu Tanganyika ipo sehemu mbaya, na ipo sehemu mbaya si kwa Sabri au si kwa Kakanuru, hapana. Ipo sehemu mbaya kwetu sote. Kama ni mauaji yatatokea kwetu sote, kama ni njaa, sote tuko tuna haso ndani ya Tanganyika. Kwa wote tuna wajibu wa kutoka kwa ajili ya Tanganyika na kwa ajili ya kudai haki. Sasa hivi pia nilikuwa na ombi moja kwa Kakanuru, tuje na slogani kwa ajili ya Moi 29, vijora viandaliwe kwa ajili ya Moi 29, na tujitahidi kuipeleka mbele hii Moi 29. Tujitahidi sana wote kwa pamoja, kwa umoja, naamini tunaweza. Kila mmoja, kuna yale makundi ambayo aliyataja kwetu pazuri siku ile, naamini kila mmoja ameshajua yupo katika kundi gani. Katika watu wa nondo, tupige nondo. Watu wa maombi, tuanze maombi kuanzia kesho. Maombi, tuanze kuomba, maana hatuwezi bila Mungu. Tutangulizeni Mungu mbele, atutie nguvu, atupe ujasiri.